Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kwa sababu wao wamekuwa mabingwa tofauti na timu nyingine, wamepishana tu na JKT. Simba Queens ndio timu yenye mafanikio zaidi kwa upande wa wanawake. Ukiangalia kwenye mashindano ya ndani na kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye mashindano ya kimataifa, Simba Queens ndio timu pekee ambayo imecheza nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika. JKT amekwenda mara zote, amekuwa akishaga tu hatua za makundi. Kwa hiyo ukija ukiangalia mafanikio ya ndani, Simba Queens ndio timu yenye mataji mengi kweli kweli. Ukija kuangalia kwenye michuano ya kimataifa, Simba Queens ndio timu yenye mafanikio makubwa zaidi, na sisi ndio malengo yetu kuwa na timu ambayo inafanya vizuri dhidi ya timu zote ambazo zipo katika ligi husika. Tumefanikiwa kutengeneza heshima hiyo kwa Simba Queens. Inatokea mara moja tunapoteza ubingwa, lakini inakuwa sio mfululizo. Tunapotea mwaka huu, mwaka unaofuata tunarejea tena kwenye ubingwa wetu. Inawapa nguvu gani mnapotazama ubingwa huu kama senior team? Simba Queens wamecheleza msimu uliopita, wamerudi vyema. Aisha, inawapa chachu gani? Chachu ya msukuma, inawapa msukumo gani upande wa senior team wanaume baada ya Simba kuchukua ubingwa huu Simba Queens? Inaambukiza. Unajua kitu kibaya kinaambukiza, ndio maana wanasemaga samaki mmoja akioza wote wanaoza, na kinyume chake inakuwa ni sahihi vile vile. Samaki mmoja akiwa hai na wengine wanakuwa hai. Simba Queens kuchukua ubingwa huku maana yake inatoa chachu kwa timu nyingine za Simba na zenyewe kufanya vizuri, kwa maana ubingwa huu unakwenda kuathiri moja kwa moja Simba ya wakubwa. Ubingwa huu wa Simba Queens unakwenda moja kwa moja kwenda kuamsha Simba ya vijana, kwa maana under 20 na under 17. Kwa hiyo kitaasisi unachukua haya mafanikio unakwenda kuyapeleka kwenye timu nyingine kwa ajili ya kuboost morali zao. Semaji, mbali na Simba Queens tayari imeshachukua taji lake hapa, ikiwa inasubiri tu kumaliza ratiba. Turudi kwa upande wa wanaume, kuna mechi dhidi ya Pamba Jiji, ni miongoni mwa mechi ambazo mlipoteana pale Mwanza ukipata sare. Tuambie mipango kuelekea mechi hiyo. Mipango kuelekea mechi yetu ya Pamba Jiji tayari imeshaanza. Kikosi kiko mazoezini tangu wiki iliyopita tarehe 1 ya mwezi wa 6, na mpaka hii leo tuna siku 12 tukifanya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mechi yetu hii dhidi ya Pamba Jiji. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, tunafahamu umuhimu wa mchezo huu, na ukiangalia msimamo wa ligi so far tumebakisha michezo 5 na malengo yetu ni kuvuna alama 15 bila kupungua hata theluthi ya alama katika hizo 15. Maana yake ni kwamba tunataka kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na ndio maana tumefanya maandalizi makubwa. Tuanze vema na Pamba Jiji, twende kwa Mbeya City, twende kwenye michezo mingine yote, tushinde, tuvuni alama 15, tuwe tumemaliza ligi kwa salama wa salimini. Semaji, kwa kumalizia, pengine mtu anajiuliza Simba Queens wametoa ubingwa, sherehe za ubingwa ziko? Sherehe za ubingwa za Simba Queens zitasubiri sherehe za ubingwa za Simba Senior Team ili tuzifanye kwa pamoja. Yaani tunataka paredi la pamoja ambalo litahusisha Simba ya wanamume, itahusisha Simba Queens, lakini vile vile itahusisha timu zetu za vijana ambazo bado ziko mashindanoni hivi sasa. Kwa hiyo msururu wa mfereji, msururu wa paredi utakuwa na Simba Senior Team tukiwa na kombe letu aidha la NBC ama la CRDB ama yote kwa pamoja, lakini gari la pili litakuwa la Simba Queens wakiwa na ubingwa wao huu, gari la tatu Simba under 20, gari la mwisho ni Simba under 17. Kwa hiyo kwa sasa Simba Queens tunaendelea na sherehe za ndani. Baada ya ligi ya wanamume kumalizika, tumevuna ambacho tumevuna, tutafanya sherehe ya pamoja ya timu zote za Simba Sports Club. Semaji, tulizungumza
kuchukua tuzo tofauti na Chama, inapaswa hawe na tuzo zaidi ya zile ambazo Chama amezichukua, lakini imekuwa tofauti. Alan Okello ana tuzo pungufu ya zile ambazo Chama amezipata, lakini bado amekuwa mchezaji bora kwa mwezi wa 5. Umesema ana tuzo pungufu? Yaani si pungufu ya Chama, Chama amemzidi, hajamfikia. Chama amemzidi. Chama kamzidi nani? Alan Okello. Na nyinyi mnakubali Chama kamzidi Alan Okello? Ngoja. Tunde taratibu kabisa. Turudi kwenye swali lako. Swali lako linasemaje? Ulizungumza ukasema mchezaji ambaye anapaswa kuchukua tuzo ya mchezaji bora mwezi wa 5 ni yule ambaye amemzidi tuzo za mchezaji bora wa mechi Clatous Chota Chama. Lakini Alan Okello amechukua mbele ya Chama ambaye ana tuzo pungufu ya zile ambazo Chama amezikusanya. Kwa Chama kamzidi? Okello. Chama kamzidi Okello. Kwenye tuzo za mwezi ambaye amekamani Mchezaji bora wa mechi. Kwa kwenye maisha mwenye mbili ni bora kuliko mwenye 3. Labda wanaangalia amepataje. Yote kwa yote kamati ndiyo wenye maamuzi ya mwisho ya kuamua nani awe mchezaji bora wa muda husika kulingana na vigezo na masharti yao ambayo wameyaweka. Bahati mbaya mazuri ni kwamba vigezo hivi haviko wazi. Hakuna mtu yote ambaye anajua nani anakuwa nani baada ya kufanya kitu gani. Na kamati ndio wenye maamuzi hayo ya mwisho baada ya wao kujiridhisha kulingana na vigezo vyao. Sisi tunabaki kutoa maoni kwa kulingana na kile ambacho sisi tunakiona, na sisi tunatoa maoni subjective, yani maoni ya upande mmoja, tukielemea upande wetu ambao tunadhani ni sahihi kupata tuzo hiyo, lakini bado inabaki kuwa kamati ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kusema na kuona na kumtangaza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi kulingana na vigezo vyao. Kwa hiyo huwezi kuchachatika sana, kwa sababu hata vigezo pia hauvijui. Wakisha mtangaza pale, wamemtangaza, basi shughuli imeishia hapo. Sisi tunaamini na dunia nzima inaamini hivyo ya kwamba Chama alistahili. Hata maiti ukienda kuziamsha hivi sasa zilizokufa mwaka 1961, ukiwauliza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi, watakwambia ni Mwamba wa Lusaka. Tafuta tazungumza kimiujiza. Kwa hiyo yanabaki kuwa ni maoni huru yetu sisi kuamini ya kwamba ilistahili kuwa hivi na sio hivi. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.